Mimi kwa majina naitwa Josephine Peter Mosha. Ndio. Na nini hasa kinatokea hapa katika nyumba yako? Kilichotokea hapa ni uvamizi. Mimi naweza kuita uvamizi kwa sababu hatukupewa taarifa yoyote kwamba kuna kitu kama hichi kinatokea, kinakuja kufanyika hapa, na ndio hivyo. Nini hasa yani kwa uvamizi kutokana na nini? Sasa kiufupi, nitaweka kiufupi sana. Sisi tulinunua hii nyumba mwaka 2023. Na mwanzo wake ilikuwa ni kama tu kawaida, mtu unavyoona nyumba inatangazwa kwamba inauzwa. Tukaipenda nyumba, tukafuata taratibu za kwenda kukagua mmiliki wa nyumba kwamba zile dokumenti zinaendana na anayetuuzia. Na baada ya hapo tukaenda kwa mwanasheria. Alikuwa na dokumenti gani? Alikuwa na yeye mikataba yake ya manunuzi ya kiwanja. Alafu alikuwa na invoice zile dokumenti za jiji ambazo haikuwa hati. Lakini baadaye sisi baada ya kununua tulienda tukatafuta tukapata mpaka hati. Ndio. Kwa hiyo tulipofuata hizo tulivyoenda kwa mwanasheria pale tukafanya utaratibu wote, na kati ya vitu ambavyo pia tulikuwa concerned navyo ni kuhusu familia. Je, huyu mtu ana familia kweli? Na tukamuuliza pale mbele ya mwanasheria. Mwanasheria akamuuliza kwamba una familia, una mke au una watoto, na kama una familia ingetakiwa mke wako awepo hapa kwa ajili ya kusign hizi documents. Akasema hana familia. Alisema hana familia, ana mwanamke amezaa naye, na ikabidi asainishwe ile affidavit ile fomu ya kiapo. Ndio. Baada ya hapo tukafanya biashara, tukauziana. Tumeanza kuishi hapa hiyo mwaka 2023 mpaka sasa hivi mwaka 2025, ambapo sasa hii changamoto imeanza kufanya kutupata. Na imetupata kwa namna gani? Kama wiki 2 zimepita, walikuja watu hapa wakaleta, wamesema summons kwamba tunatakiwa tutoke within 14 days. Sasa tukajiuliza, je, kuna shida gani? Tulipompigia muhusika leo tuuzia, akasema kwamba hakuna changamoto yoyote, yeye na huyo mwanamke aliozaa naye walishamalizana. Kwa hiyo kabisa twende sasa huko kwenye mahakama ya wilaya, kwa sababu ndio ilipotoka hiyo mahakama ya mwanzo Tulipoenda pale wakatuambia nyinyi hamuhusiki kwenye hili shauri la divorce. Kwa hiyo kama hamuhusiki kwenye shauri la divorce na nyinyi ndo tayari mmenunua hiyo nyumba na mnaishi ndani na tayari mnaumiliki, itabidi mkafungue shtaka lenu kwenye mahakama ya ardhi ili wale watoe zuio la nyinyi kutoka kwenye hiyo nyumba. Kweli tukafuata huo utaratibu, tukaenda kule kwenye mahakama ya ardhi ya wilaya. Tukapewa ile zuio, tukawapelekea hiyo kampuni ya Option Mart, sijui anaitwa madalali wa mahakama. Tukaipeleka, lakini kabla hata hizo siku hazijafika wamekuja ndo kama hivyo. Sisi hatukuepo, tulikuwa tuko kazini. Tukaja kupigiwa mbona kuna watu wanatoa vitu nje. Ndio ikabidi sasa tuanze kukimbia kurudi. Ndio tumekuta hali kama hivi. Kwa haraka ni hasara kiasi gani umeipata? Na hasara nyingi, nimepata hasara nyingi kwa sababu paka chumbani kama nilivyoonyesha wameingia paka chumbani kwangu. Yaani wameingia paka kwenye chumba changu nilichokuwa nalala na mume wangu. Mimi ninafanya biashara, nauza vifaa vya ujenzi. Nilikuwa nina hela za simenti ndani. Mume wangu alikuwa na pesa zake ndani. Hela zangu za mauzo hazipo. Kiasi gani? Roughly ni kama milioni 16 hivi, 17. Hizo ni zangu mimi. Na kwa upande wake mume wangu pia atasema. Alafu tulikuwa tuna draw ambazo tunaweka hela za mauzo ya unga. Sisi tuna kampuni ya kusambaza unga Sembe. Mauzo tunaweka kwenye draw, na kama mlivyoona draw zote ziko empty kwa sababu waliingia bila ruksa, walivunja mlango kiufupi. Kuna simu, kuna mashine za uwakala zilikuwa ziko ndani, hakuna. Baada ya kufika hapa, tulipofika hapa tumeona sasa hatuwezi kugombana na hawa kwa sababu walikuwa na silaha. Sisi tukaona
wanakwenda. Walikuja na silaha? Ndio, walikuwa na silaha. Vipi yani? Walikuja watu na mitutu hapa. Walikuja watu na mitutu, wametushikia mitutu. Ni madalali wanakuja na mitutu? Ndio, walikuja na mabouncer ambao wana silaha. Sasa hawakuwa wamevaa uniforms. Mimi nawaita ni mabouncer ambao walikuwa wana mpaka silaha. Sasa baada ya kuona hivyo tukaona sasa ili isije ikawa shida, ikabidi twende polisi mara moja. Tukatoa tukafungua kesi yetu pale. Yes, ndio hivyo. Kwa hiyo sijaona kama tumepata sana usaidizi kwa upande wa polisi au nini, kwa sababu wale wenyewe walokuja walisema wametoka huko, I don't know ni wapi, lakini mimi nimeona naweza kuja huku kwa sababu Watanzania wengi wanaangalia, viongozi wanaangalia, wakuu wetu wa wilaya, wakuu wa mkoa wanaangalia, kwa sababu unajua kaka, kiuhalisia mimi sio kichaa kukaa kwenye nyumba, wala singeweza kuingia tu kwenye nyumba ya mtu from nowhere nikaingia. Ni kitu ambacho hakipo. Kwa hiyo nilikuwa naomba waje, tuje tukutanishe, tusikilizane, tusikie pande zote mbili. Je, changamoto imeanzia wapi? Changamoto imekuwa ni nini? Kwa sababu at this point mimi naona kama vile huenda hata ni mke na mume wameamua kufanya hivyo vitu, wametuzunguka, mimi sijui. Kwa hiyo tungetaka tuje pamoja ili tuzungumze hichi kitu tuone, au kama sivyo basi mahakama na sisi tushirikishwe kwenye hizo kesi za mahakama, kwa sababu sisi tumenunua hii nyumba kwa uhalali na tumeinunua kwa pesa hizi za sisi vijana wa kawaida za kujipigania kila siku kuingia barabarani. Watu wanaonijua na nijua napigana kila siku kwa barabarani, natafuta pesa kwa jasho. Yaani natafuta hela kwa shida sana. Nimejipa nguvu kuongea hapa mbele ya media, lakini kiufupi ni kwamba naumia kwa sababu tunapata hela riziki kwa shida. Mimi kijana mdogo natafuta riziki kwa shida, alafu sasa unajinunulia labda kama nyumba hivi, unaamua kujiweka na familia yako. Sasa hivi uko nje ya nyumba na watoto, mimi na watoto wachanga. Hapa nilipo na breastfeed. Sina maziwa tena kwa sababu hii hali imenifanya nimejisikia vibaya. Kwa kweli hata mimi mwenyewe kama binafsi nililia. Nikasema hata kama ingekuwa mtu amekosea na makosa, unyama huu sio mnini, sio mzuri. Kila jambo linakuwa liende kwa utaratibu ulio sahihi. Unaona? Kwa kweli mimi ndo nikaja nikashuhudia asubuhi vitu kama hivi. Tukiwepo na huyo mwenzangu ambaye alikuwepo jana, aliyekuwepo hapa na aliyechukua na video, vyombo vyote ambavyo vinatupa wapi? Nje. Labda nataka nifahamu wewe, kwa historia ya hapa kwenye nyumba hii unafahamu nini? Nani ulianza kumuona awali mmiliki? Mimi niliyekuwepo nimemuona, na aliyekuwepo amekuja anasimamia mpaka wanajenga hapa, ni anaitwa ni askari anaitwa Lwaswai. Ndio niliyemkoja namuona hapa, ndio aliyesimamia kujenga, na watu walikuwa wakifanya humu kazi watu. Maana wakati huo mimi nilikuwepo kama mjumbe wa serikali ya mtaa. Nilikuwa nikipita hapa kuchukusanya michango labda ya msiba, nilikuwa nikimkuta yeye Lwaswai hapa. Na baadaye ndo tukaja kusikia kwamba hii nyumba inafanya nini? Inauzwa. Ikawa kama tu ni matangazo, nyumba inauzwa. Ila hatukujua kwamba inauzwaje, kwa vipi. Ndo baadaye sasa tukaja mimi ndo kuja kumuona huyu mama na mume wake wamo kwenye hii nyumba. Kwa hiyo Lwaswai wakati anaendelea na ujenzi ukuwahi kumuona amekuja na watoto, ukuwahi kumuona ana mke wala kuishi hapa? Yaani kwa kweli mimi tu mke wake, kwa binafsi yangu siwezi kusema uongo, mimi sijawahi kumuona kwa uso wangu. Sijawahi kumuona kama nilivyokuwa nakija hapa kukusanya michango, mimi sijawahi kumuona mke wake. Ila tu kwa masikio kwa mbali unaweza ukasikia kwamba ana mke, mara yuko mke mwingine yuko wapi wala yuko wapi. Ila kwa maisha yao walivyokuwa wanaishi, kwa kweli siwezi kusema uongo, mimi siyaelewi. Yeye kabla hajauza ile nyumba aliwahi kuishi hapa? Yeye Lwaswai alikuwa anakaa hapa. Alikuwa anaishi yeye na nani? Mimi nilipokuwa nikimwona tuko namuona yeye mwenyewe. Sijajua huyo, kwa kweli mimi sikumwona mke wake nimshuhudie. Ila tu kwa kusikia kwamba ana mke, sasa huwezi kujua, kweli mimi sijawahi kumshuhudia. Nilivyokuwa ngoja tu kusanya mchango kwanza namkuta yeye mwanaume. Wewe hujawahi kuona familia yani wakati anakaa hapo kwa kumuona akiwa na mtu mwingine yoyote? Kwa mazingira, kwa mimi ni mtu mzima, siwezekani nikaa mtu wa kumchunguza mtu kwamba ana mke au hana. Unaona
Mimi nilishapita hapa nikikuta yuko mwenyewe angenipa mchango nafanya nini? Naondoka. Kuna mtendaji wa kijiji kuwa kuna watu wa mahakama wanakuja kwenye nyumba ya Swai kuhusu wana mgogoro na yule mke wa Swai. Nikaja nikakuta wako hapa kweli, na wengine sijawakuta. Baadaye bado niko hapa kwa sababu tunasubiri kwa sababu tuko timu kubwa. Wakaja wakanikuta wote hapa. Walivyokuja hapa akaniambia bana, hapa tulishamwambia sisi aondoke. Alikaidi amri ya mahakama. Kwa hiyo tumekuja hapa tunamtoa kwa nguvu. Tunatoa vyombo vyake ili wewe ukishuhudia. Kwa kweli wakaingia wakaanza vunja ile milango na kutoa vile vyombo, wakaviweka nje. Yeye hawajamkuta yeye mwenye nyumba. Kwa utaratibu unavyofahamu kwa ujumbe wako, mtu anapokuja kufanya zoezi kama hili anatakiwa kuja na nani kwenye yani utaratibu unakuaje? Wanapokuja. Kwa sababu hii ilikuwa ni mara ya kwanza, sijawahi shuhudia tukio kama la jana. Tukio la jana lile mimi sijawahi tangu mimi na miaka 65, lakini sijawahi shuhudia. Jana ndio nilishuhudia. Sasa kipindi wanaanza toa vile vyombo. Niliwaambia sasa huyu ana eneo lake ambayo ni hili hapa. Kwa nini hivi vyombo msiweke kwenye eneo lake kama mnamfukuza kwenye hili? Kwa hiyo wewe bado ufahamu taratibu za yani ufahamu kwamba mtu anapokuja kufanya zoezi kama hili inakuaje? Ni kweli sijafahamu. Walichonionyesha ni ile barua iliyotoka mahakamani na polisi. Walipita polisi pale wakapewa nani ya kuja kumtoa huyu kwa nguvu. Wewe ujumbe wako umeanza una muda gani sasa hivi? Na miaka 16. Una miaka 16. Nataka unipe historia hii nyumba. Awali ilikuwa ni ya nani? Nani anaimiliki hapa? Hii nyumba mimi naifahamu. Nilikuwa namfahamu Aswai. Ni mwenye nyumba. Lakini huyo mwanamke kwanza simfahamu. Na sikuwa sifahamu kama Aswai ana mke. Huyo mmiliki la Swai ambaye aliuza hiyo nyumba kwenda kwa huyo bwana Kevin unayemtaja, amewahi kuishi hapa ndani? Nani Aswai? Aswai alikuwa anaishi hapa. Alikuwa anaishi na nani? Kipindi hicho mimi nilikuwa namuona yuko peke yake. Lakini baadaye nikasikia Aswai alikuwa na mke. Mke huyo sijui akawa amegombana, wamepeana talaka huko. Aswai baadaye ndo kauza hii nyumba. Lakini mke wake mimi sikuwahi kumuona hata siku moja. Akiwa anaishi hapa. Na Aswai aliishi muda gani labda hapa? Aliishi muda mrefu. Muda mrefu sana. Miaka mingapi? Kwenye hii nyumba siwezi kukumbuka hii nyumba imejenga muda gani. Ila nilikuwa namuona anaishi hapa kwa sababu nyumba yangu iko karibu hapa. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.